Ndugu wanahabari, habari za asubuhi. Kazi na utu. Ndugu wanahabari, nipende kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa wema na upendo wake usio na kipimo unaoendelea kutujalia afya njema na maisha yenye baraka. Ndugu wanahabari, tukio letu la leo lina umuhimu mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Ukipenda unaweza ukasema mamlaka ya rufani. Bado hutakuwa umekosea. Na kuongeza uelewa wetu wa jumla kuhusu mabadiliko makubwa yanayoendelea katika sekta ya ununuzi wa umma hapa nchini. Mamlaka ya rufani ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Fedha, iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma namba 3 ya mwaka 2001. Baada ya sheria hiyo kufutwa, mamlaka ya rufani ilihuishwa chini ya sheria ya ununuzi wa umma namba 21 ya mwaka 2004, na baadaye kuhuishwa tena kupitia sheria ya ununuzi wa umma namba 7 ya mwaka 2011 baada ya kufutwa kwa sheria namba 21 ya 2004. Mwaka 2023 sheria ya ununuzi wa umma namba 7 ya mwaka 2011 ilifutwa na mamlaka ya rufani ilihuishwa tena kupitia sheria ya ununuzi wa umma namba 10 ya mwaka 2023. Mabadiliko haya yanaonyesha mwelekeo wa kuimarisha mfumo wa ununuzi wa umma nchini kwa kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika michakato ya ununuzi. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka ya rufani imeendelea kutekeleza jukumu lake kuu la kutatua migogoro inayotokana na michakato ya ununuzi wa umma kwa misingi ya haki, uwazi na uadilifu. Hii imefanyika kwa haraka na kwa weledi ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufanikisha malengo ya utoaji wa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi. Ndugu wanahabari, mamlaka ya rufani ina jukumu la kusimamia na kushughulikia rufaa zote zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Aidha, mamlaka ya rufani inasimamia utawala bora kupitia utatuzi wa migogoro inayowasilishwa mbele yake kwa kuhakikisha kuwa zabuni zinatolewa kwa wazabuni wenye sifa na uwezo stahiki katika kufanya au kutekeleza kazi husika. Hii inawezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha katika ununuzi wa umma na kuharakisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi wake. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka ya rufani kupitia sehemu ya rufaa, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza appeal schedule, imefanikiwa kusajili mashauri takriban 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika baadhi ya mashauri hayo, mamlaka ya rufani imezuia utoaji tuzo wa zabuni 43 zenye thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 582,801,992 kwa wazabuni waliokosa uwezo wa kifedha na sifa za kitaalamu zinazohitajika kutekeleza zabuni husika. Hatua hii imezuia utekelezaji usioridhisha wa miradi ambao ungesababisha upotevu wa fedha za umma
na kuchelewesha maendeleo endelevu na stahiki kwa wananchi. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 inaamini kuwa usuluhishi wa migogoro hauwezi kufanikishwa katika mazingira ya ubaguzi, wala pale ambapo fursa na haki za kiuchumi na kiraia hazitolewi kwa usawa. Kwa hivyo, hatua ya mamlaka ya rufani kuzuia utoaji wa tuzo kwa wazabuni 43 waliokosa sifa za kutekeleza zabuni inaimarisha mchakato wa usuluhishi wa migogoro, moja ya falsafa 4 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, mwaka 2023 serikali ilitunga upya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ikifuatiwa na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024 pamoja na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2025. Maboresho haya yameimarisha na kuleta ufanisi katika sekta ya ununuzi na ugavi kwa kuunganisha maeneo mengi ambayo kiutaalamu yalipaswa kuwa pamoja. Hapa ninazungumzia dhana nzima ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza supply chain management. Hii inahakikisha mnyororo mzima wa ugavi unasimamiwa kwa ufanisi kuanzia upatikanaji wa bidhaa na huduma hadi usambazaji wa mwisho. Ndugu wanahabari, sheria mpya ya ununuzi wa umma imeleta maboresho mbalimbali katika sekta ya ununuzi na ugavi, hasa katika kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Baadhi ya mabadiliko hayo ni kama ifuatavyo: 1. Muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5. 2. Muda wa afisa masuhuli wa kushughulikia malalamiko ya zabuni umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Aidha, pale afisa masuhuli atakapounda jopo la mapitio ya malalamiko atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku 7 za kazi na kuwajulisha wazabuni wote walioshiriki katika zabuni husika siku 1 kuhusu uundwaji wa jopo hilo. 3. Muda wa kuwasilisha rufaa kwa mamlaka ya rufani umepunguzwa kutoka siku 7 hadi siku 5 za kazi. 4. Muda wa mamlaka ya rufani kushughulikia malalamiko au rufaa umepunguzwa kutoka siku 45 hadi siku 40. 5. Kutokana na mabadiliko yaliyotolewa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake, mamlaka ya rufani ya zabuni kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazohusika na usimamizi wa ununuzi wa umma nchini iliandaa kanuni za rufaa ununuzi wa umma za mwaka 2023 zilizotangazwa rasmi katika gazeti la serikali tarehe 31 mwezi wa kwanza 2025 kupitia GN namba 65/2025. 6. Moja ya maboresho muhimu yaliyobainishwa katika kanuni hizi ni takwa au sharti la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Ndugu waandishi wa habari, katika kuendeleza azma ya serikali kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika sekta ya ununuzi wa umma, hususani ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa zinazotokana michakato ya ununuzi wa umma, mamlaka ya rufani kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, yani PPRA, imekamilisha ujenzi wa moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma, yani Complaints and Appeals Management Module. Module hii ipo katika mfumo wa ununuzi wa umma kwa njia ya kielektroniki, yani NeST, na inatoa njia rahisi, ya haraka na yenye uwazi kwa wadau wote kushiriki katika mchakato wa usuluhishi wa migogoro ya ununuzi hapa nchini. Hii inachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha utendaji na kuimarisha imani katika mfumo wa ununuzi wa umma. Ndugu wanahabari,
Serikali kupitia Wizara ya Fedha ilizindua rasmi matumizi ya moduli hii mwezi Februari 2025. Tangu uzinduzi huo, moduli imeleta mageuzi chanya katika namna taasisi za umma zinavyoshirikiana na mamlaka kupokea, kusajili, kushughulikia malalamiko na rufaa kutoka kwa wazabuni walioshiriki katika michakato ya ununuzi wa umma. Hivi sasa malalamiko yote yanayowasilishwa kupitia moduli ya usimamizi naomba kurudia hapo. Hivi sasa malalamiko yote yanayowasilishwa kupitia moduli ya malalamiko yote kwa sasa yanawasilishwa kupitia moduli ya usimamizi wa malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST. Moduli hii imeendelea kutumika na wadau mbalimbali kwa madhumuni ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki, ikileta ufanisi mkubwa katika mchakato mzima. Hasa hadi sasa jumla ya malalamiko 660, yani administrative review, yamewasilishwa na kushughulikiwa na taasisi nunuzi kupitia moduli hii, jambo linaloonyesha mwitikio chanya kutoka kwa wazabuni na taasisi nunuzi katika kutumia mfumo huu kwa njia ya kupokea, kuchambua na kutoa maamuzi kuhusu malalamiko yanayohusu michakato ya ununuzi wa umma. Aidha, jumla ya rufaa 26 zimewasilishwa na kushughulikiwa na mamlaka ya rufani kupitia moduli hiyo, hatua ambayo imeongeza ufanisi katika usimamizi wa rufaa, kupunguza muda na kushughulikia mashauri na kuimarisha matumizi ya tehema katika utoaji wa haki. Kwa jumla, takwimu hizi zinaonyesha mafanikio ya awali katika matumizi ya moduli ya kushughulikia malalamiko na rufaa, ambayo yanaendelea kuimarisha mifumo ya ununuzi wa umma nchini kwa kuhimiza uwazi, uwajibikaji, ufanisi katika mchakato mzima wa ununuzi. Ndugu waandishi wa habari, kuanzishwa rasmi kwa matumizi ya moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kumeleta faida nyingi muhimu, zikiwemo hizi zifuatavyo. Na moja, kuokoa muda katika mchakato wa kushughulikia malalamiko na rufaa. 2, kupunguza gharama zinazohusiana na usuluhishi wa migogoro ya ununuzi. 3, kuwezesha kuongeza ufanisi wa utendaji wa taasisi zinazohusika. 4, kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika mchakato mzima wa ununuzi wa umma. 5, kuhifadhi kumbukumbu za malalamiko na rufaa kwa usahihi na urahisi wa kufuatilia. 6, kuwezesha wazabuni kufuatilia hatua ya rufaa yake pamoja na kupata nyaraka zote zinazohusiana kupitia mfumo wa NeST, jambo linalochangia kuimarisha uwazi zaidi. Ndugu waandishi wa habari, ili kuwawezesha wadau wa ununuzi wa umma kutumia moduli hii kwa ufanisi, mamlaka ya rufani imeendelea kutoa mafunzo kuhusu matumizi ya moduli ya kushughulikia malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST. Mafunzo haya yametolewa kwa wazabuni 1693 na watumishi 1739 kutoka katika ofisi mbalimbali za umma katika kanda ya Pwani, kanda ya Ziwa, kanda ya Kaskazini, kanda ya Nyanda za Juu Kusini na kanda ya Kati. Ndugu wanahabari, aidha katika utekelezaji wa azma ya serikali ya kuwawezesha vijana na makundi maalum, mamlaka ya rufani imetoa mafunzo ya kuwajengea uwezo vijana 878 katika mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya ili waweze kudai haki zao kwa ufanisi katika michakato ya ununuzi wa umma. Ndugu wanahabari, naomba kutoa wito kwa wazabuni wote nchini pamoja na wadau wa ununuzi wa umma kushiriki mafunzo ya matumizi ya moduli hii pale mamlaka ya rufani inapoyatangaza. Mafunzo haya yatawezesha kuelewa namna bora ya kutumia moduli hii pale wanapokabiliwa na changamoto katika michakato ya ununuzi wa umma. Ndugu wanahabari, kupitia moduli ya kuwasilisha malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST,
mamlaka ya rufani imeunganisha taasisi nunuzi nchini kwenye mfumo ambapo mzabuni anaweza kuwasilisha rufaa yake katika taasisi nunuzi husika. Baada ya kuwasilisha rufaa, mamlaka ya rufani ina uwezo wa kufuatilia na kuona nyaraka zote zilizotumika katika mchakato mzima wa zabuni inayolalamikiwa. Hatua inayofuata ni kuhakikisha moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa inaunganishwa na mfumo wa mahakama, ambapo zoezi hilo litafanyika katika mwaka ujao wa fedha. Ndugu wanahabari, lengo kuu la kuunganisha mifumo ni kutoa huduma bora, stahiki na kwa wakati kwa wananchi, kama ilivyoainishwa katika Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050. Hii pia inazingatia maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu umuhimu wa kusimamia na kuendeleza mifumo ya tehama kwa ufanisi. Aidha, dira hiyo inaweka msisitizo mkubwa katika matumizi ya tehama ili kuwawezesha wananchi kupata huduma kwa haraka, rahisi na kwa ufanisi zaidi. Katika muktadha huu, mamlaka ya rufani itaendelea kuchukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na mamlaka nyingine husika kwa lengo la kuboresha mifumo ya utoaji haki katika michakato ya ununuzi wa umma. Naomba kuwashukuru kwa kunisikiliza. Tunakushukuru katibu mtendaji kwa ufafanuzi, na sasa ni muda wa maswali. Naomba wanahabari basi tumuulize maswali kwa yale ambayo amewasilisha. Kama kuna chochote ambacho unahitaji ufafanuzi au jambo fulani ambalo pengine ungependa mamlaka ilifafanue, basi tunakukaribisha. Karibuni sana. Karibu Mwaikenda. Mimi naitwa Richard Mwaikenda wa blog ya Taifa CCM na kamanda wa Matukio Online TV. Hapo nyewe mnashughulikia zaidi hii migogoro ya zabuni. Hivi wale wanaosababisha hiyo migogoro mnawachukulia hatua gani? Na faini ambayo inatolewa kwa waliohusika, tuseme ni nani anayelipa? Ni serikali? Na kama ni upande wa mtu binafsi amesababisha hivyo, je, naye huwa analipa? Asante Mwaikenda. Asante. Kwa majina naitwa Jenibet Albert Kashaija, natokea Radio Maisha. Mheshimiwa Katibu, Jenibet Albert Kashaija, natokea Radio Maisha 101.1. Mheshimiwa, umesema kwamba mpaka sasa mmezuia tuzo kwa wazabuni waliokosa sifa za kutekeleza zabuni, ambayo kiasi ilikuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 586 na pointi. Nilitaka kufahamu labda pengine nje na zuio ni hatua gani ambazo mmezichukua kwa niaba ya Tanzania. Shukrani sana. Asante, naomba tuulize la mwisho alafu tumpe fursa katibu aweze kufafanua. Asante. Mimi naitwa Sakina Zainab Masud kutoka Uhuru FM. Katibu mtendaji, mimi naomba kufahamu, umesema kuna mashauri 196 ambayo mmeyapokea na kuyasajili. Matokeo yake ni yapi? Lakini kuna miradi ambayo imezuiliwa kutokana na utekelezaji usioridhisha. Labda ni miradi gani? Asante. Labda nianze na swali ambalo ameleta Richard kwetu. Faini huwa hatutozi sisi kama mamlaka ya rufani zabuni za umma. Ila kuna mamlaka husika za serikali
ambazo sisi huwa tunawasilisha ripoti kwao, na wao wanachukua adhabu au makaripio kulingana na makosa ambayo yatakayokuwa yametendeka. Kwa mfano, kama wewe ni mwanataaluma katika bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, umegundulika na ikathibitika kwamba umefanya makosa, unaweza ukapewa adhabu na bodi yako, kwa sababu bodi inawafuatilia wataalamu wote wa ununuzi na ugavi hapa nchini. Kumbuka sisi tunashughulika na wataalamu wa ununuzi na ugavi nchini, ndio tunaohusika nao, lakini inaweza ikapanuka, TAKUKURU ikaingia ndani pia pale ambapo kutakuwa labda kuna viashiria vya rushwa vimekuja, unaweza ukafunguliwa au ukachukuliwa hatua na taasisi nunuzi kama we ni mtumishi wa umma, baada ya uamuzi kutolewa na mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, ambao unakuwa ni kwa ajili ya wananchi wote. Wakati wowote mwananchi anaweza akapokea taarifa hiyo, na sisi hutuma taarifa hizo kwa mamlaka husika ili hatua stahiki zichukuliwe. Kwa hiyo ndio ambalo sisi tunalolifanya kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Kashaija, umeuliza kwamba fedha za bilioni 586. Nipende kusema tu kwamba hizi ni baadhi za fedha ambazo za zabuni hizi. Yaani ukizijumuisha zabuni 43 utapata kwamba thamani yake ilikuwa ni bilioni 586. Kama zingeingia kwenye mikono ya wazabuni ambao hawakustahili, ina maana serikali ingeweza kupoteza fedha hizo. Ndio tunalolizungumzia katika hicho kitengo la Sakina kuhusu miradi mbalimbali ambayo tumesimamisha. Sisi kwanza kwa urahisi ni kwamba serikali ilianzisha chombo cha mamlaka ya rufani ya zabuni za umma ili kuharakisha miradi itekeleze kwa haraka zaidi, kwa sababu ingepitia katika mkondo wa mahakama, inawezekana ingechukua muda mrefu, na hivyo kuwanyima wananchi kupata huduma mbalimbali au bidhaa mbalimbali wanazostahili. Kwa hiyo sisi huwa tuna muda wa kusimamisha miradi ile pale shauri limewasilishwa kwetu. Tukishamaliza, wanaendelea na mchakato ambao utakuwa lazima waheshimu maamuzi ambayo mamlaka imeyatoa. Asante. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Na maswali mawili hivi. Changamoto gani zinakwamisha na kuchelewesha utoaji wa haki kwa wazabuni wanaokata rufaa? Na swali jingine, kuwepo kwa mashauri mengi kunasababisha kwa kiasi gani kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya kimkakati? Asante. Mimi kwa nataka ufafanuzi katika lile swali langu la awali. Ndiyo. Umesema huwa masuala faini huwa wenyewe muhusiki, mnapeleka kwenye mamlaka nyingine. Hiyo mamlaka nyingine ni ipi ambayo ndo ina majukumu hayo? Okay, nashukuru. Swali la mwisho. Hakuna swali ambalo halitajibiwa leo. Unataka Mashauri 196 mliowapokea matokeo yake yapoje? Hilo halijajibiwa. Okay. Karibu endelee katibu. Nashukuru. Nianze na hili la mwisho alafu nitakuja kwa Deo. Mashauri 196 yaliyotolewa tuliyoyapokea na kutolea maamuzi
yametolewa hukumu mbalimbali. Unaweza ukakuta wakati fulani aidha watu walikosea katika kumpa mzabuni ambaye alikuwa hastahili, au unaweza ukakuta kwamba labda muda wa uhai wa zabuni ulikuwa umekoma. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali ambazo zinazohusika katika haya mashauri 196, na unaweza ukaja ofisini ukapata baadhi ya hizo sababu. Nirudi kwa Deo, umezungumzia kwamba ucheleweshaji wa zabuni unasababishwa na nini katika haya mashauri ambayo tunayopokea. Ukiangalia kimsingi hatucheleweshi kutoa maamuzi, kwa sababu sisi huwa tunapokea tangu tumepokea mashauri yanakaa kwetu ndani ya siku 40, na baada ya hapo yanatoa mwanya wa serikali kuendelea na michakato ya ununuzi ambayo inaweza ikaleta huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ukiangalia sisi hatucheleweshi kabisa mashauri. Yakija kwetu ni ndani, kwa mfano tangu kusikilizwa shauri mpaka kutolewa likisha kamilika, kwa sababu huwa siku 40 zinaweza, labda tukipata wasaa tunaweza tukaelezana zaidi kwa undani, lakini kuna hatua mbalimbali za siku 40 hizo. Lakini ukija kwa kusikilizwa kwenyewe, tangu kusikilizwa hadi hukumu inapotoka inapaswa kutoka ndani ya siku 5, haiwezi kuzidi zaidi ya hapo. Kinyume na hapo utakuwa umekosea sheria. Kwa hiyo nipende tu kusema kwako, mashauri yanayowasilishwa kwetu hayachelewi kutolewa maamuzi, kwa sababu hata kwa taasisi nunuzi mchakato mzima unaanzia kwa taasisi nunuzi. Taasisi nunuzi ana siku 5 tangu malalamiko yanapopelekwa kwake. Ina maana mzabuni akishaweka ana siku 5 za kuwasilisha, taasisi nunuzi ana siku 5 za kutoa maamuzi. Kama hata kuwa ameyatoa ndani ya hizo siku 5, mzabuni anachukua hatua nyingine ambayo anaweza akaja kuwasilisha malalamiko kwetu, na akileta malalamiko kwetu sisi tutatakiwa ndani ya siku 40 tuwe tumeshatoa maamuzi. Kwa aina hiyo ninarejea tu pale ambapo kwamba chombo hiki serikali imekiweka ili mashauri au maamuzi yaweze kutolewa, hukumu iweze kutolewa kwa wakati, na ikishatolewa iruhusu miradi ya serikali kuendelea, kwa sababu la sivyo itakuwa inawakosesha wananchi haki zao na huduma mbalimbali ambazo wanastahili kupokea. Nikirejea kwa Mr. Richard, nimezungumza bodi ya ugavi, ya utaalamu wa ugavi na ununuzi ni mojawapo. TAKUKURU nimezungumza, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma ni mojawapo, na hata taasisi nunuzi yenyewe kumshughulikia mfanyakazi wake pale ambapo inapokuwa imethibitika kwamba kweli yeye ndio aliyesababisha tatizo. Kwa sababu hatuwezi kutoka tu tukasema kwamba fulani ndio alisababisha. Lazima wao watarudi ndani na kuhakikisha kama kweli huyo ndio aliyesababisha zabuni au shauri kuletwa kwetu. Lakini tunajua mpaka hata sasa hivi, najua kuna hatua ambazo zimechukuliwa kwa watu ambao wamehusika katika hukumu ambazo zimetolewa katika mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Ninafahamu kabisa kuna watu ambao bodi ya utaalamu ya ugavi imewachukulia hatua. Nafahamu kabisa kuna watu ambao taasisi nunuzi baada ya kupokea hukumu kutoka kwetu wamechukua hatua kwa wafanyakazi wao. Kwa hiyo nikuthibitishie au nikuondolee uoga kwamba serikali iko macho katika hilo. Kuna swali lingine kabla ya ombi? Kuna mtu mwenye swali? Hapana. Hii ni ombi na ushauri. Ndio. Leo wakati napitia kwenye mtandao kuhusu PPAA, ndio kweli niseme na mimi nilikuwa sifahamu. Ndio. Lakini nikasema nisijione kama labda ni mimi tu, tuko kwenye gari, nikaamua kuuliza baadhi ya waandishi wa habari waliomo kwenye gari.
kwamba PPA ni nini, ndio tunakuelekea huko. Yaani 99% walikuwa hawaijui. Ndio. Sasa kama waandishi wa habari wenyewe hatuijui, je, wananchi kwa asilimia kubwa watakuwa naijua hiyo PPA? Sasa ushauri nilikuwa naomba muendelee kutoa elimu zaidi, lakini hiyo elimu ili iwe rahisi, pitieni yani kuwapa semina waandishi wa habari ili wao wasaidie kuifahamisha jamii kuhusu PPAA, ifahamike au haifahamiki. Anzia na waandishi wa Dodoma. Ninakushukuru sana, nakushukuru sana kwa hilo, na nadhani hilo mtu wangu wa habari yuko hapa, naomba asimame mtu wangu wa habari wa kuona waandishi wa habari wenzako. Amekuwa akilifanya hivyo kwa madhubuti mkubwa sana, kwa sababu hata hili ni moja ya vitu ambavyo vimetokea kwake. Lakini tumekuwa tukitoa katika vyombo vya habari mbalimbali. Kwa mfano, kuna wakati ambapo tulipita kwenye hata TBC tumeshapita, Azam tumepita, Channel 10 tumepita, nadhani Clouds tumepita, kuna ile ya Mwanza TV ni tumepita huko. Kwa hiyo hili ombi ambalo umelitoa naamini limepokelewa na tutalifanyia kazi. Lakini tunachoomba ni kwamba nyie ni kiunganishi muhimu kati yetu na wananchi. Mkiwa mabalozi wema, naamini kwamba hilo ombwe ambalo lilikuwepo litaondoka, kwa sababu hata sisi hatutamani liwepo. Tunatamani mfahamu. Kama nyie tu hamfahamu, inawezekana asilimia kubwa ya wananchi hawajajua. Lakini tumekuwa tukitoa mafunzo. Kwa mfano, tumetoa mafunzo hata hivi karibuni. Timu yangu kutoka ofisini itaelekea katika mkoa wa Iringa, Ruvuma na Njombe, wakiwa ni lengo hilo la kuhakikisha kwamba hilo ombwe ambalo kwamba watu hawafahamu wapi pa kupeleka malalamiko yao linafikiwa. Lakini pia tumekuwa tukitumia matamasha mbalimbali. Kwa mfano, Sabasaba tumekuwepo. Tumekuwa tukienda kwenye makongamano ya taasisi mbalimbali, bodi ya ugavi, pia PRA, ERB, tumekuwa tukihudhuria, wakandarasi, kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu, kwa sababu wadau wetu wakubwa, pamoja kwamba wadau wetu wakubwa ni wananchi ambao ni wakandarasi. Kwa hiyo ombi lako tumelichukua kwa umuhimu mkubwa na tutalifanyia kazi. Lakini naomba sana niwaunganishe tu na mtu wangu wa habari kuhakikisha kwamba hilo linafikiwa kama ambavyo mmeliweka kwangu. Nawashukuru sana. Asante sana katibu mtendaji wa PPPAA. Nadhani maombi yenu waandishi mmefikiwa sasa. Na kama nilivyotangulia kusema mwanzo, milango iko wazi, wapo Dodoma. Karibuni, watembeleeni, mjifunze zaidi. Na kwa nukta hii tumefikia mwisho wa mkutano wetu wa leo, na tutaendelea na mikutano mingine kama ilivyo kawaida yetu, na wakati ukifika tutawajulisha. Asanteni sana na kazi iendelee.